Marekani inaonekana kujaribu sana kuishawishi Iran kuketi kwenye meza ya mazungumzo ili kujadili hatma ya vita. Hata hivyo, Iran imekataa kufanya mazungumzo na Marekani. Watu wengi na wachambuzi wanashindwa kuelewa kwa nini Iran haitaki mazungumzo na Marekani. Hivi sasa, mivutano ya kidiplomasia kati ya Iran na Marekani imechukua sura mpya na ya kushtua baada ya serikali ya Tehran kukataa katakata wito wa mazungumzo mapya uliotolewa na rais wa Marekani Bwana Donald Trump. Iran inataja historia ndefu ya usaliti na kutoaminiana kama kikwazo kikuu. Marekani mara mbili sasa imeihadaa Iran kwa mazungumzo ya amani, na katikati ya mazungumzo Marekani kuchukua hatua ya kuivamia Iran kwa kuishtukiza. Iran inahoji kuwa mazungumzo ya nyuklia ya huko nyuma hayakuleta amani, bali yalitumika kama mtego uliogeuka kuwa mashambulizi ya kijeshi dhidi ya maslahi ya Iran. Hali inayomfanya Rais Masoud na viongozi wa juu kuwa na tahadhari kubwa, huku wakishinikizwa na makundi ya ndani yenye misimamo mikali yanayopinga maridhiano yoyote na Washington na mshirika wake Israel. Kimkakati, Iran haijakataa mazungumzo, ila ili kurejea mezani kwa ajili ya mazungumzo, Tehran imeweka masharti magumu, ikiwemo kukomeshwa kwa vitisho vya kijeshi, kutoingililiwa kwa mpango wake wa makombora na malipo ya fidia kwa uharibifu uliosababishwa na mashambulizi ya anga ya Marekani pamoja na Israel. Wakati huo huo, Tehran inatumia kadi yake muhimu ya kudhibiti mlango bahari wa Hormuz, ambao ni muhimu kwa usafirishaji wa mafuta duniani, kama njia ya kushinikiza uchumi wa dunia. Sasa je, unafikiri msimamo huu wa Iran wa kukataa mazungumzo kutokana na usaliti wa hapo awali ni uamuzi sahihi au ni mbinu mpya ya kidiplomasia? Al Bashir TV, dunia na Afrika kwa lugha yetu.